Jambo la nne ambalo tungependa kuona matokeo ni uwezo wa kutambua au kubaini viashiria vya hatari vya usalama kwa nchi mapema iwezekanavyo. Na hapa naendana pia na mazoea, mila na desturi zetu. Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sasa watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa nishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kinafanyiwa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu litakuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari. Wito wangu kwa jeshi la polisi ni kujenga imani kwa jamii ili kutimiza ile dhamira aliyosema IGP wakati anazungumza maelezo yake pale, anatoa maelezo yake. Alisema jeshi la polisi lina dhamira ya kuhakikisha linakuwa karibu zaidi na wananchi katika kubaini, kukabiliana na kuzuia uhalifu kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia na kuwahudumia wahanga kwa haraka zaidi. Sasa hili litawezekana kukiwa kuna ushirikiano wa karibu zaidi na wananchi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini. Niwasihi maofisa mnaohitimu leo kuendelea kujenga taswira njema ya jeshi la polisi. Mnaporejea katika vituo vyenu vya kazi au kokote kwingine mtakakopangiwa, tambueni kuwa mmeongezewa dhamana ya uongozi ndani ya jeshi letu. Uongozi huo hatutaupima kwa urembo wa mabegani mliowekewa leo asubuhi, hapana, bali kwa nidhamu, uadilifu, weledi na uwezo wa kusimamia matokeo na kudhihirisha mwelekeo sahihi wa ulinzi wa raia na mali zao. Hayo ndio tutawaheshimu nayo. Sasa ukitoka hapa ukienda kutamba na urembo uliovishwa asubuhi na IGP hapa, hatutakuona. Kwa hiyo tutakuona kwa kazi unayoifanya. Hapa nataka ninukuu tena maneno ya IGP kwamba uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote unapohitajika, kuwa tayari kukesha wakati wananchi wengine wamelala. Na hapa mimi ni shahidi, vyombo vyetu vilikesha wakati wengine tulilala, au kama hatukulala tulijifungia ndani tukawa tunasikilizia, lakini vyombo vyetu vilikuwa vinakesha. Hawajali kula, hawajali nini, walikesha na kuhakikisha taifa liko salama. Kwa huu ndio mwelekeo. Lakini vile vile kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa na kulitumikia taifa kwa uadilifu hata pale ambapo hupongezwi. Unaweza ufanye kazi yako vizuri tu na atokee watu wawaseme vibaya, hawa wapongezi. Tusivunjike moyo. Ndio kazi tuliopewa, ndio kazi ambayo Mungu ametuchagulia. Twende mbele, chapa kazi, linda taifa lako hata kama hukupongezwa. Nendeni mkasimamie na kulinda heshima ya jeshi la polisi. Msiruhusu rushwa, uzembe na matumizi mabaya ya madaraka kuharibu kazi kubwa inayofanywa na jeshi hili.
Kama nilivyosema, vyeo mlivyopata leo ni nyenzo wa kuongeza uwajibikaji na si kuongeza umbali kati yenu na askari walio chini yenu au kujenga kiburi kwa wananchi mnaowahudumia. Vyeo ni dhamana, mmeongezewa dhamana, mmeongezewa majukumu, nendeni kayatekelezeni. Ndugu viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, napoelekea kuhitimisha, niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuliwezesha Jeshi la Polisi kwa kujenga miundombinu, na ninapozungumza miundombinu ni ile migumu na ile laini, yani hard infrastructure na soft infrastructure. Hard infrastructure ni pamoja na majengo kama mlivyoona hapa, majengo mbalimbali. Na wakati nikinong'ona na IGP ndani kule katika kunieleza kazi inayofanywa ya kujenga majengo, alinieleza haja ya kuwa na hospitali ya kina mama na watoto, hospitali maalum pale kwenye hospitali yetu ya Kilwa Road. Nami nikamhakikishia kwamba hospitali umeipata. Hospitali ameipata, na ninakusudia hospitali itajengwa hivi karibuni. Lakini vile vile tumetoa fedha nyingi kuhakikisha tunaweka mifumo ya tehama itakalolisaidia jeshi hili, na huu ndio upande wa soft infrastructure. Tumeweka mifumo ya tehama na tunaendelea kuweka mifumo itakayosaidia kuimarisha mazingira ya kazi ya jeshi letu la polisi, na vile vile taendelea kununua vitendea kazi na kuboresha stahiki na maslahi ya askari wetu.